adhimisho la ibada ya misa takatifu jioni ya leo. Tunaanza adhimisho hilo kubwa kabisa katika imani yetu ya Kikristo, katika imani yetu sisi kama Wakatoliki, siku kuu tatu za Pasaka ambazo zinaanza na adhimisho la Alhamisi jioni na kuhitimishwa jioni ya Pasaka, yaani Jumapili ya Pasaka. Leo hii tunaanza na adhimisho la misa takatifu ambapo tunakumbuka mambo matatu makubwa katika adhimisho la Pasaka. Kwanza, uwekwa wa sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu, sakramenti ya mapendo, ambayo ni ukumbusho wa mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana tunaona tunaingia nayo imetualika ikisema tunaona fahari kwa msalaba wa Yesu Kristo. Lakini pia inapokuwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu, kuna daraja takatifu la upadre. Hivyo leo vile tunakumbuka kwa namna pekee kuwekwa kwa daraja takatifu la upadre. Leo siku yetu sisi mapadre, tunapaswa kutuombea, tunapaswa kuliombea kanisa ili kupata mapadre wengi, kwa sababu tunapokuwa na Ekaristi Takatifu kuna padre, na bila padre sakramenti hiyo haipo. Kristo mwenyewe katika usiku ule aliwaachia mitume wake uwezo huo wa kimungu, uwezo wa kipekee, ili basi waendeleze uwepo wake kupitia sakramenti hiyo, na ndipo ilipoanza daraja ya takatifu ya upadre. Tatu, leo hii tunakumbuka kuwekwa kwa ile amri kuu ya mapendo. Kristo alipowaambia mitume wake, pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Mapendo hayo ambayo yanaonekana katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu yanaonyesha uwepo wa padre, ndio ambayo wanaambiwa Wakristo, tunaambiwa mimi na wewe kuwa ndio kielelezo chetu, ndio bendera yetu, ndio utambulisho wetu kwa Wakristo na kwa watu wote. Ule upendo wa kimungu, ule upendo wa kuhudumiana, ule upendo unaoita upendo wa agape. Basi tukiwa katika furaha hii kubwa kabisa, tunapoianza siku hii kubwa kabisa, kwa namna pekee sisi tukiwa katika kongamano letu hili la Pasaka, ambalo tutaenda mmoja mpaka Jumatatu ya Pasaka, niwaalike jiweke tayari mioyo yetu, jiandae vizuri, Mwenyezi Mungu atuongoze ili tuweze kuadhimisha vyema fumbo hili. Na sasa tukiri dhambi zetu ili tustahilishwe kuadhimisha mafumbo haya. Tunaangamia Mwenyezi Lord.
Somo katika kitabu cha Kutoka. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na makutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba za baba zao. Mwana-kondoo kwa mtu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu. Mwana-kondoo na kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakaofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kundi au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kutia katika miimo miwili na katika kila kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefunga viuno vyenu, mmevaa viatu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na mwanadamu na mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote litakalowaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Ninatamani machoni pa Bwana mauti ya wacha wake. E Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako, umevifunga vifungo vyangu. Kiitikio: nitakutolea dhabihu ya kumshukuru na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana, na mbele ya watu wake. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Somo la pili. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho. Kwa maana mimi nalipokuwa
Bwana Yesu usiku ule. Alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru, akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula, akitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila murapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Neno la Bwana. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Iskariote moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anapenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja Simoni Petro. Huyu akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe uliwe sasa, lakini utalifanya baadaye. Petro akamwambia, wewe utanitawadha miguu kamwe? Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali usafi miguu wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti, ndiyo maana alisema si nyote mlio safi.
Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mnasema, maana ndivyo mlivyo. Basi ikiwa mimi ndiye Bwana na mwalimu, nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende hivyo hivyo. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, kama nilivyodokeza mwanzoni kwamba tunapoanza adhimisho la jioni ya leo, tunaanza adhimisho lililo kubwa kabisa, au adhimisho kuu katika imani yetu sisi kama Wakristo, yaani hii inaitwa siku kuu tatu za Pasaka. Kwa mwingine zile siku tatu za Pasaka zinahesabika vipi? Siku kuu tatu za Pasaka ni kama zifuatazo. Ni Ijumaa Kuu inayoanzia na adhimisho la Alhamisi Kuu jioni ya adhimisho hili. Siku ngapi? Kwanza. Jumamosi Kuu na Jumapili ya Pasaka. Wengi wanachanganya wanafikiri kwamba adhimisho hilo siku kuu tatu za Pasaka ni Alhamisi Kuu, Jumapili, Jumamosi Kuu. Hapana. Ni Ijumaa Kuu inayoanzia adhimisho la Jumapili ya Alhamisi jioni. Maana tangu sasa tunashaanza kuadhimisha adhimisho hilo, na kilele chake kitakuwa ni jioni ya siku ya Dominika ya nini? Ya Pasaka. Ni kipindi ambacho kama nilivyosema kinabeba uzito na maana yote ya imani yetu ya Kikristo. Sababu imani ya Kikristo imefungwa au imefuatwa katika hilo fungo la mateso ya Kristo, kifo chake na ufufuko wake, ambapo ni fungo la nini? La Pasaka, the Paschal mystery. Huu ulikuwa ni mwanzo mpya wa mwanadamu. Zilikuwa ni zama mpya kwa mwanadamu, historia iliyoandikwa upya. Tangu mwanzo Waisraeli walishuhudia matukio fulani ambayo yalikuwa yanaonyesha kuanza kwa jambo jipya. Mojawapo ni tukio lile ambalo tulisikia katika somo la kwanza. Walipoanza safari yao ya ukombozi kutoka katika nchi ya Misri, walipokula ile Pasaka yao ya kwanza, ulikuwa ni mwanzo wao, mwanzo mpya, na tangu wakati ule waliambiwa waanze kuhesabu mwaka kutokea kipindi hiko, na hivyo waliendelea kupokea au kuheshimu siku hiyo na kuiadhimisha kwa namna ya pekee, na kuchukulia huo mwezi ambao ulikuwa unaanza, yani ambao unaitwa mwezi wa Nisa, mwezi wa Nisa
kama ndio mwanzo wa mwaka kwao, mwanzo wa mwaka kwao. Kusema kwa Waisraeli wao mara ya kwanza walikuwa wanaanza kuhesabu mwaka, mwanzo wa mwaka wakati wa mavuno, mwezi ambao unaitwa Tishri. Ndio kwa sababu wanaanza kuhesabu mwaka. Lakini basi ilipofika wakati huo wa Pasaka, hiyo yao ya kwanza, waliambiwa sasa waanze kuhesabu wakati huo mwezi wa Nisan na mwezi wa Abibu, waanze kuhesabu sasa kutokea hapo. Lakini lengo lake ni nini? Ni hilo nilosema, kuanza upya kwa historia na maisha ya mwanadamu. Sasa tukisema kuanza upya, maana tayari kuna kitu kingine kimeanza kuanza. Kiingia changamoto katikati. Sasa kwa changamoto Mwenyezi Mungu akaja kukirekebisha, na hivyo akataka sasa kianze kipya, uanze mwanzo mpya. Na ndipo Israeli kuanza kuadhimisha Pasaka katika taifa lao, katika dini yao, katika mwenendo wao kila siku. Tokea hapo sasa waliendelea kuadhimisha Pasaka yao mpaka wakati wa Kristo. Na Kristo anakuja duniani, anakuja sasa kuiweka ile Pasaka ilikuwa inakusudiwa, au ile maana Pasaka ambayo ilikuwa iko mwanzo, kwa kujitoa sasa yeye kama mwana kondoo. Mara ya kwanza tulisikia kwamba katika somo la kwanza waliambiwa wachinje mbuzi au mwana kondoo na kupaka damu yake katika milango kama ishara ya kukombolewa. Lakini leo hii sasa anajitoa yeye kama mwana kondoo, ambapo damu yake imepakwa katika miimo ya mioyo yetu sisi waamini, inakuwa ni sababu ya wokovu wetu. Na wimbo ule unakumbuka ule, Yesu wote tutuishi na tumsifu Yesu Kristo milele amina. Walipopisha kula Pasaka zamani, Mwokozi aliweka nyingine kwa sisi. Baada ya zamani anajiweka sasa, anaweka Pasaka nyingine sasa tunayoadhimisha sisi, Pasaka ambayo inaonyesha utimilifu wa lile tendo, tukio lile ambalo Mwenyezi Mungu alilianza nalo toka kuanza kwa kukomboa Waisraeli katika Pasaka yao ile ya kwanza aliyoibeba kule walipokuwa katika nchi ya Misri. Sasa katika adhimisho hilo ndipo Kristo anaweka mambo ya matatu ambayo yanaonyesha vile ambavyo tunavyoadhimisha katika Pasaka, ambapo kwa ujumla wake tunaadhimisha ule upendo wa Mwenyezi Mungu. Na tena kama tunayataja katika kipindi hiki tunayoadhimisha, kimsingi yanajikita katika hilo la upendo wa Mungu. Kwa Mungu anakuja katikati yetu, anakuja kutuonyesha upendo wake, na anatuachia si ishara, si alama, bali anakuachia upendo wake uendelee kudumu nasi kwa njia ya sakramenti hiyo ya Ekaristi Takatifu, ambayo inaitwa sakramenti ya mapendo. Siku ya leo kama nilivyosema mwanzoni, tunakumbuka kwa namna pekee hiyo sakramenti ya mapendo, sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tofauti na wenzetu madhehebu mengine wao wanaosema ni kumbukumbu, sisi kwetu si kumbukumbu, bali ni uwepo halisi wa huyu mwana kondoo anayetoa kwa ajili yetu. Na hivyo kwa Kristo alipoalikwa kupokea Ekaristi Takatifu, wanaalikwa kuunganika na huyu mwana kondoo halisi. Hapo tunapopaswa kuona umuhimu na maana ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Lakini zaidi tunapaswa kuona ule ulazima wa kushiriki Ekaristi Takatifu, kama tunamaanisha maisha yetu na hili fungo na hii sadaka ambayo Kristo ameitoa kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Na Kristo
kutoa sadaka hii ili iendelee kuwepo, ili iendelee kuadhimishwa, ndipo alipoweka sadaka, sakramenti ya daraja takatifu, sakramenti ya upadre. Baada ya kutoa sadaka ile aliwaambia, fanyeni hivi kwa ukumbusho. Maneno ambayo au namna ya kuwatuma ambayo iliwafanya sasa wanadamu waweze kuwa na uwezo wa kimungu wa kufanya mkate na divai kuwa mwili na damu ya Kristo. Ndio maana vile vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya daraja ya utakatifu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwafanya wanadamu watu kama sisi waweze kuwa na uwezo, waweze kuwa na nguvu ya kubadili vitu vya kawaida vya dunia, yaani mkate ngano kulima, ngano hizo kutengenezea kutoka mkate maandazi inakuwa mwili wa Kristo. Divai kutoka kwenye zabibu inakuwa damu ya Kristo. Na ni fungu la imani kwa sisi. Tunapaswa kulishika, kulithamini, kulilinda na kulihifadhi kwa yoyote. Sababu daima napotoka kati yetu sisi, tunaendelea kutukumbusha upendo wa Mwenyezi Mungu, tunaendelea kukumbusha uwepo wa Mwenyezi Mungu kati yetu, lakini vile vile tunaendelea kutukumbusha muunganiko wetu na ile fungu ambao unatafsiriwa katika maisha yetu ya kila siku, katika maisha yetu ya kila siku. Lakini mwishoni katika somo la Injili tumesikia leo hii, Kristo aliongeza jambo lingine, akawapa amri ya mapendo. Akawaonesha ni namna gani ambavyo upendo wetu sisi kama Wakristo unapaswa kuwa. Upendo wa kutoa huruma, upendo wa kumgusa mwenzako, upendo wa kumsaidia mwenzako bila kujali. Upendo unaopaswa kutufanya tutoke nje, tuende tukawaguze watu wengine, uwashangaze kwa watu wengine, mpaka wengine waogope kupokea kama kumsikia Petro. Kwa kumsikia Petro. Na hili ndio linawagusa kwa namna pekee ninyi kama wahudumu na raia wema wa Bwana. Kinachoendelea kutafuna leo hii katika jamii, watu wanapoona wanaendelea kulalamika na kukosa kuona wanagusa na Mwenyezi Mungu katika jamii yetu, ni kwa sababu wengi hawafahamu ni nini au namna gani tunapaswa kuonesha upendo wetu wa Kristo. Mara sana tunapokuwa katika mahali pa kutoa huduma, huwa tunajiangalia sana sisi kuliko yule ambaye unaenda kumhudumia. Na tena kulielezea lile tunalolisikia katika kauli mbiu yetu au salamu yetu. Kipaumbele kwa nani? Kipaumbele kwa hitaji. Tunahitaji sana kuelewa maana ya sakramenti au maana ya amri hii ya mapendo anayofundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Ukisoma Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 5 sura ya 20 aya ya 21
wasielewe anawaandaa kwa huduma ya mwanadamu. Wanafikiri kama wanaangalia huduma ni kupata madini na kupata maarufu katika watu. Kupata huduma ni kupata nguvu vijana. Kristo tuepuke ubishi wa mapenzi. Sababu bila kuosha Kristo maisha yetu, bila kupata sisi haiwezekani. Tunadesturi hizi mabali kwa Dar es Salaam wakati wa sherehe hizi tunashirikiana kutoa huduma za sakramenti kidogo na bali basi tunaendelea sio huko tunafanya kuanzia jana
Basi niwaalike wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tunapoingia katika kipindi kikubwa, kipindi kikuu tunasema tuongozwe na upendo wa Mungu. Upendo wa kuishi. Tujifunze vizuri maana ya upendo. Kesho ni baada ya leo ya sasa hivi tujifunza kwa upande kabisa maana ya upendo huo katika msalaba. Jifunze kuelewa vizuri. Sababu hapo ndipo tunaweza kupata maana ya Kristo wetu. Na hapo tunaweza kupata nini maana ya kupenda na namna ya kupenda sisi kama Kristo. Nje hapo hatuwezi kutekeleza wajibu wetu utakuwa. Ninawatakia adhimisho lililojema, lililozuri la siku hizi tatu za Pasaka. Sababu tutapata fundisho mbalimbali, tutapata mambo mengi yanatusaidia zaidi kuwa na kukomaa katika upendo wa Mungu. Tusaidie kuwa na kukomaa na kuelewa nini maana na umuhimu wa sakramenti ya Kanisa Takatifu. Zaidi tusaidie kutambua thamani ya uwepo wa padri katikati yetu na upadri katika jamii ya waamini kama nyenzo sababu ya kutakatifuza, ya kutukuza Mwenyezi Mungu, ya kumleta Kristo katikati yetu na pekee kwa njia ya sakramenti ya Kanisa Takatifu. Na hivyo ni kuendelea kuwathamini, kuwaombea, kuwatunza na kuwahifadhi mapadri wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Kula pamoja
Nimewapa
Sala yangu na
ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba utujalie ushereke kwa heshima mafumbo haya, kwani kila tunapoadhimisha ukumbusho wa sadaka hii katika ukombozi wetu inatendeka kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuitoe kwako
Kwa hiyo, Baba mwingi wa huruma, tunakusihi kwa unyenyekevu na kukuomba kwa ajili ya Yesu Kristo mwanao Bwana wetu, uvipokee na kuvibariki vipaji hivi, sadaka hizi na vitu vitakatifu na safi unazotolea kwanza kabisa kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuletea amani, kulinda na kukusanya katika umoja na kuiongoza kote duniani, pamoja na mtumishi wako Mtakatifu Francisco na askofu mkuu Tadeus, askofu msaidizi na mcha Mungu, na wote wenye kushika imani ya kweli Katoliki na ya mitume. Bwana, wakumbuke mtumishi wako na wote walioko hapa ambao wewe kwa imani na ibada yao kwa ajili yao tunakutolea dhabihu hii ya sifa, nao wenyewe wanatolea dhabihu hiyo kwa ajili yao, kwa ajili ya jamaa zao wote, kwa ukombozi wa roho zao katika tumaini la kupata wokovu na usalama, na wanatolea dhabihu zao kwako wewe Mungu milele uliye hai na wa kweli, kwa kushirikiana na kanisa zima katika kuadhimisha hii siku takatifu sana ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alitolewa kwa ajili yetu. Tunakumbuka kwanza na kumheshimu Maria Mtukufu Daima Bikira, mama wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu msehemu mume wake Bikira na mitume wako na mashahidi wako Petro, Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Tomaso, Yakobo, Filipo, Bartholomayo, Mathayo, Simoni, Natanaeli, Petro, Clementi, Sisto, Cornelio, Cipriano, Laurento, Crisolo, Yohane na Paulo, Cosmo na Damiano, na watakatifu wako wote, kwa mastahili maombezi yao tujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada wa uwezo wako. Kwa hiyo, Bwana, Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka ambayo sisi watumishi wako na familia yako yote tunakutolea katika siku ile Bwana wetu Yesu Kristo alipowakabidhi wafuasi wake mafumbo ya mwili na damu yake, wapate kuyaadhimisha na kuziweka siku zetu katika amani yako, na uamuru tuokolewe na laana ya milele na tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii ikupendeze, uipokee iwe sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpendwa sana Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu ili utangulie kufa kwake kwa ajili ya wokovu wetu na kwa watu wote, ndiyo leo alitoa mkate katika mikono yake mtakatifu na mitukufu, akainua macho mbinguni kwako wewe Mungu Baba yake Mwenyezi, akikushukuru aliubariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe hiki tukufu katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akikushukuru tena alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Fumbo la imani. Ewe Bwana, natangaza kifo chako na kuutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, Bwana, sisi watumishi wako na taifa lako takatifu naadhimisha ukumbusho wa mateso matakatifu ya Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na ufufuo wake kutoka kuzimu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Tunakutolea wewe mtukufu na mwenye enzi, kati ya zawadi ulizotujalia sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na mawaa, mkate mtakatifu wa uzima wa milele kwa kucha wokovu milele. Uwe radhi kutazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema. Uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka yake ya mbele mtumishi wako mwenye haki, na dhabihu ya mwenyeji Ibrahimu na ile aliyotolea Melkizedeki kuhani wako mkuu kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na mawaa. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru kwamba sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kupelekwa mpaka kwenye adari yako mbinguni mbele ya uso wako mtukufu, kusudi sisi sote tukawapokea mwili na damu takatifu mwanao kwa kushiriki katika adari hii, tujaze kila baraka na neema ya mbinguni. Ee Bwana, wakupokea watumishi wako waliotangulia wakiwa ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakusihi Ee Bwana, tujalie imani kwa faraja ya mwanga na amani, wajalie imani kwa faraja ya mwanga na amani hawa wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakusifu, tunawatumainia wingi wa rehema zako. Tujalie sehemu ya urithi na ushirika pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohana, Stefano, Matia na Ignasi, Alexander, Marcelino, Petro, Felista, Perpetua, Agata, Lucia, Agnesi, Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Na kuomba Mungu karibu utupokee na sisi katika ushirika wao, si kwa kuisahau zaidi yetu, bali kwa ajili ya msamaha wao. Ee Bwana, kwa njia yako unaupa daima mema aliyo, unatakajifunza katika uzima kuyabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu kwa mafundisho ya Mungu, tunakutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, ili kwa amani kusudi kwa msaada wa roho yako tusiletewe na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tufanye heri na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na watakia na yangu na wapa. Usisitazame dhambi zetu, lakini uone kanisa lako, pele kujalia moyo mmoja kwa mapenzi yako na Yesu tawala
milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, si stahili Ee wangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Yeah.
Mungu Mwenyezi